mwaka 2022-2023 na 2023-2024 katika mdahalo huo upatikanaji wa mitaji ya fedha na fursa za maendeleo ya ushirika katika kituo cha mikutano cha Jakaya Kikwete jijini Dodoma jana. Hiyo habari ipo kwenye gazeti la Uhuru. Gazeti jingine ni Majira ambalo linasema Majira leo wameweka habari picha hiyo. Ndio twende kwenye hiyo habari ya jana ambayo tumeweza kuisikia hapo. Majaliwa atoa maagizo 6 Wizara ya Kilimo, lakini yale yaliyojiri katika mdahalo wa upatikanaji wa mitaji ya fedha na fursa za maendeleo ya ushirika ambao ulifanyika jana. Ndio Hanko BK. Ilikuwa ni zoezi zuri sana kuelekea kwenye uzinduzi wa benki ya ushirika Tanzania ambao utafanyika leo. Jana ilikuwa ni mdahalo na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali ukiwacha waziri mkuu kama mgeni rasmi katika tukio la jana. Mdahalo uliendeshwa pale, wana ushirika wengi walikuwepo, wanavyuo walikuwepo, lakini kubwa ni namna gani ambavyo sasa hii benki ya ushirika inaenda kuwanufaisha wana ushirika na wajasiriamali wadogo wadogo ikiwemo wakulima, kina mama na kina baba. Imeonekana kumekuwa na changamoto kubwa sana ya hizi taasisi za kifedha kwa wakulima na wana ushirika kuwa na riba kubwa. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo vimezungumzwa pale, waziri mkuu ametoa agizo hizi taasisi za kifedha ziunge mkono jitihada za benki ya ushirika, na tumeona baadhi ya mikataba pale jana imeingiwa baina ya hizi taasisi na benki ya ushirika. Lakini pia maagizo mengine ni uadilifu. Kumeonekana kumekuwa na changamoto kwa wasimamizi wa vyama vya ushirika, kumekuwa na changamoto inayopelekea kukosekana kwa uadilifu, lakini pia na ubadhirifu na udanganyifu ambao unafanyika. Lakini pia tumemsikia waziri mkuu baada ya kuongea waziri wa kilimo, kama kuna taasisi ambazo hazitimizi wajibu wake basi kuchukuliwa hatua, na waziri mkuu akagongelea msumari kwamba ni lazima ziangaliwe kwa jicho la tatu, lakini ni lazima taasisi za kifedha ziweke miundombinu rafiki kwa hawa wana ushirika na SACCOS pamoja na hizi AMCOS ambazo zipo katika. Lakini pia kuna ule mpango wa maendeleo kupitia hii benki ya ushirika ambao sasa unaenda kunufaisha na unafanyika kikanda, na imetajwa mikoa kiwemo mikoa ya kusini, kiwemo Tanga, kiwemo Kilimanjaro, na Dodoma pia imeguswa. Kwa hiyo ni fursa na ujio wa benki ya ushirika. Kwa kimsingi ni kwamba kunachotakiwa ni uangalizi tu na usimamizi ulio madhubuti ili kuweza kuwanufaisha hawa wana ushirika wote. Na wamesema wamekwenda mbali zaidi, wamesema kuja kwa benki ya ushirika kutawanufaisha wana ushirika na wasio wana ushirika. Watawapatia mikopo ya bei nafuu yenye riba nafuu ili waweze kujikwamua kiuchumi, wakiwemo kina mama, vijana, wajasiriamali. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo bora sana na mdahalo ulikuwa ni mzuri sana. Kwanza ukizungumzia BBT, Building Better Tomorrow, ni project ambayo imewainua vijana wengi, na pale unazungumzia mafunzo ya kitaalamu, lakini pia kama itosho unazungumzia mikopo na mitaji, lakini teknolojia na fursa za kimasoko. Sasa wakati jana kongamano hili likiwa nafanyika, wakulima walielezwa namna ambavyo wanaweza kuwin, kwa maana wakafanikisha biashara kule kwenye soko. Kwa mujibu wa waziri wa kilimo Mheshimiwa Hussein Bashe, ni kwamba wanasema sokoni kule kuna upinzani na mfumo ulivyo ni mfumo wa kibepari. Kwa hiyo wenye nacho wengi ndio wanafaidika zaidi. Kwa hiyo mkienda nyinyi ambao mna kidogo kidogo, kuna asilimia kubwa za kunyonywa sana. Kwa hiyo inabidi muungane, kile kidogo chenu mkiunganishe kiwe kikubwa ili mkaweza kushindana vizuri na wale mabepari sokoni. Lakini pia ujio wa benki ya Scoop, hii Scoop kama sikosei, ni benki ambayo itakuja kuwasaidia wakulima mmoja, kwa sababu wakulima wao ni wamiliki wa benki hii. Si wakulima tu, wakulima ambao wapo kwenye vyama vya ushirika ni wamiliki kwa 51% ya benki hii. Kwa hiyo wananufaika moja kwa moja, lakini pia hata riba ambayo itakuja kutoka ni single digit, kwa maana ya 4% kushuka chini, sio kama ilivyozoeleka 10%, 12% au vinginevyo. Kwenye mijadala mbalimbali, kitu ambacho kilikuwa kizuri, Paramagamba Kabudi alikuwepo pale, mheshimiwa huyu pia aliwaonya, sawa, kwamba hii sio mara ya kwanza benki kama hii kubuniwa na kuja kwa ajili ya kuwasaidia wakulima, lakini sasa iliwahi kufanyika ikaanguka, ikafanyika ikaanguka. Sasa tunakuja na hiki,
tufanye nini. Zikaainishwa pale changamoto ambazo zilifanya tukakwama mwanzo. Sasa hivi tuende mbele zaidi, ikiwa ni pamoja na kukosa wataalamu ambao wanaijua sekta ya benki. Unajua umeanzisha benki alafu na wakulima wao tuchaguane tunanili, na kati swala la ushirika ni fani kama zilivyo fani nyingine. Watu wanatakiwa wasomee, wa qualify, alafu waende wakavifanyie kazi. Kwa hiyo changamoto nyingi ziliibuliwa, ikiwa ni pamoja na huu kutokuwepo kwa uadilifu, lakini pia kutokuwepo kwa wataalamu wa kutosha, kitu ambacho sasa hivi ni solved, kwa sababu kuna baadhi ya vyuo ambavyo vinafanya vizuri na vinatoa wataalamu wengi wa kutosha. Sasa ili uwe unufaike moja kwa moja na benki ya wakulima kwa maana ya ushirika hii, ni lazima uwe mwanachama kwenye chama chochote cha ushirika nchini ambacho kimesajiliwa. Kwa hiyo ni wito kwa wakulima, lakini pia itakuwa na faida kwao, kwa sababu kuna bidhaa nyingi sana zinazotolewa na benki kama ilivyo benki nyingine ya kibiashara, ikiwa ni pamoja na akaunti za watoto, akaunti za kina mama. Kwa hiyo kuna mikopo mingi, kitu ambacho kinaenda kuwasaidia moja kwa moja. Lakini ukiangalia wao kwenda kukompiti sokoni, ni hakuna namna. Sasa hivi inabidi tuungane, tuwe wengi, tuunganishe kidogo tulicho nacho, alafu hicho kiwe kingi, tukakompiti sokoni ili tuweze kupata faida sana. Asante sana bwana. Hayo ndio yaliyojiri jana. Sasa tumsikiza Mheshimiwa Waziri Mkuu akiagiza ufuatiliaji wa watendaji wa vyama vya ushirika. Kwa wizara, endeleeni kuimarisha kufanya ufuatiliaji wa watendaji wa vyama vya ushirika ili tuwazingatie maadili ya utumishi wa ushirika, uwazi, uwajibikaji na utawala bora, na hivyo kuwavutia wanachama wengi kujiunga ushirika na kufanya uwekezaji mkubwa kwenye ushirika. Wizara ya Kilimo pamoja na Tume ya Maendeleo ya Ushirika, nyie hakikisheni utekelezaji wa mikakati yote iliyopitishwa, hususan katika maeneo ya teknolojia ya kilimo, lakini pia upatikanaji wa pembejeo na masoko yake vinaimarishwa kikamilifu. Kwa taasisi za fedha ikiwemo mabenki na mifuko mbalimbali ya maendeleo, endeleeni kushirikiana kwa karibu na vyama vya ushirika kwa kuweka mifumo rafiki ya upatikanaji wa mikopo na mitaji kwa wakulima na wafanyabiashara wadogo. Kwa wakulima na wananchi kwa ujumla, hakikisheni mnajiunga na vyama vya ushirika vilivyosajiliwa ili kunufaika na fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali na wadau wa maendeleo, ikiwemo na upatikanaji wa mitaji, huduma mbalimbali za kitaalamu na elimu juu ya kilimo kwa ujumla. Lakini hivyo namna gani basi benki ya ushirika itakavyofanikiwa kutoa mikopo nafuu kwa wakulima? Kwanza ni declare interest kwamba kuanzishwa kwa benki hii ambayo iko sasa, mimi ni mmoja kati ya watu ambao wali sacrifice muda wao mwingi pale mwanzoni, na nitoe ufafanuzi wa swali moja ambao niliulizwa wakati napambana na wenzetu wa benki kuu kwamba benki ya ushirika ibaki. Wakati wetu kwa napambana benki zote mbili za ushirika, benki ya Kagera Farmers Cooperative Bank na Kilimanjaro Cooperative Bank zibaki kwa sababu jinsi tulikuwa tunaona sisi. Niliulizwa swali na mmoja wa wakurugenzi wa benki kuu kwamba kwani wanaushirika wanahitaji nini, benki au huduma za kibenki? Si kama naeleweka hilo swali naliuliza. Wanaushirika wanahitaji nini, benki au huduma za kibenki? Kama huduma za kibenki, mbona kote huko zipo? CRDB watakuwepo, NMB watafanya, wengine wote hao wanafanya huduma za kibenki. Kwa nini nyinyi mnataka benki? Jibu langu lilikuwa hili, na nataka lionekane pia hapa kwamba sekta ya ushirika ni sekta ya kipekee mno. Ina mahitaji yake ambayo mtu mwingine hawezi kuwa nayo hayo mahitaji. Kwa unahitaji kuwa na benki ambayo inaifahamu hiyo sekta vizuri. Sio swala tu la benki, sio tu la huduma za kibenki. Ziko huduma za kibenki ambazo wanaushirika wanazihitaji, sio rahisi kwenda kuzipata kwenye hayo mazingira mengine. Kwa hiyo wakati tunapambana benki hizi baki, baadaye tukashindwa benki moja, lakini hii moja ikabaki, na ndio iliyosababisha leo tuwe hapa. Kwa hiyo kwa maoni yangu kwamba kuwepo kwa benki hii kunaweza kuleta maendeleo makubwa kwenye sekta ya ushirika, kwa sababu
wale watakaokuwa kwenye management na taaluma hii kwenye benki hii watakuwa ni watu ambao kwanza watafanya utafiti wa huduma gani za kibenki wanaushirika wanazihitaji. Na kushukuru Dr. Bashiru umesema kwamba hata Marehemu Sokoine alisema kwanza kufanyike utafiti. Na hii niseme kwa sababu management mko hapa na bodi ya benki mko hapa. Cha kwanza mjiridhishe kwamba huduma mnazozitoa kwa vyama vya ushirika ni zile vyama vya ushirika wanazohitaji. Sio kufuata mkumbo kwa sababu ni benki. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu na uhakika hizo huduma zipo zinazotakiwa na wanaushirika, na wanaushirika wako tayari. Na uzuri wa benki hii ni kwamba kwenye ushirika tunasema mwanaushirika kwanza ni mmiliki wa hiyo taasisi, lakini pia ni mtumiaji wa huduma wa hiyo taasisi. Umeona kama watu wananielewa vizuri hapo. Kwa hiyo uwezekano wa kufanya vizuri benki hii ni mkubwa kuliko watu wanaofikiria, kwa sababu anayemiliki hii benki ndiye anatumia hizo huduma za benki hii. Na kwa hiyo kwangu ni washauri wanaushirika wote wajue umuhimu wa kutumia benki hii ya kwao, kwa sababu wanayo mahitaji muhimu, mahitaji mahususi ya kwao ambayo benki inabidi iwafanyie kazi.